Mimi ni Paul Christian Kagenzi na leo ni Machi 17, 2026. Ni siku ambayo tunafanya kumbukizi ya kuondokewa na miongoni au kuondokewa na kiongozi ambaye aliongoza taifa hili hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Kuna mwenzi namna gani? Kwa mtazamo kuna sura mbili. Kuna sura ile ya kwamba alikuwa ni kiongozi mkuu wa taifa la Tanzania, kwa maana alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wakati huo huo sisi watu wa Chama cha Mapinduzi alikuwa ni kiongozi mkuu wa Chama cha Mapinduzi akiwa mwenyekiti. Kwa hiyo ndani ya Chama cha Mapinduzi kuna namna ambavyo unaona yale aliyoyaasisi Dr. John Pombe Magufuli yanaendelea kufanywa kazi ndani ya chama. Kwa mfano mifumo, usimamizi wa rasilimali za chama, ni vitu ambavyo aliviasisi na kuvisimamia kwa uchungu mkubwa, na sasa vinaendelea kuona kwamba mapato ya Chama cha Mapinduzi, makusanyo ya Chama cha Mapinduzi kuanzia ngazi za chini kabisa mpaka taifa yanaratibiwa kwa pamoja. Ile mifumo ya uratibu alikuwa ni kiongozi ambaye tunaweza kusema alisimamia na kuiasisi. Lakini ukija kwa upande wa serikali na yale aliyoyafanya kwenye maendeleo, yako mengi sana ambayo Dr. John Pombe Magufuli kwanza anakumbukwa kwa namna alivyoyashughulikia na kuyaanzisha, na hatimaye mrithi wake rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yeye ameyashika na kuyaendeleza. Kwa hiyo utaona kwamba kama miradi ile ya kimkakati Dr. Samia unaona anaienzi kwa kuiendeleza ile mikakati. Kuna baadhi ambayo imekamilika, ingine iko kwenye hatua mbalimbali. Kwa mfano ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR ambayo inaendelea hivi sasa na utekelezaji wake. Hayo ni mawazo ambayo yalikuwepo kwenye vitabu, akaja Dr. Magufuli akaweka kwenye vitendo, na mrithi wake anaendelea kuweka kwenye vitendo. Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo unaweza kuyaona, lakini kuna falsafa nyingi tu unaziona sasa hivi zikifanywa kazi ambazo aliziasisi au aliziendeleza kwa vitendo hayati Magufuli, na serikali ya sasa inazifanyia kazi, na tunaona mrithi wake na sisi ambao tuko kwenye ofisi kama wasaidizi wa watendaji wakubwa ndani ya serikali tunaona namna inavyofanywa kazi. Kwa mfano ukiona uendelezaji wa miradi au mfumo wa usimamizi wa ujenzi wa barabara za mijini na vijijini ilipoundwa TARURA, unaweza ukaona kwamba ni sehemu ya kile ambacho alikuwa naamini kwamba lazima tupeleke nguvu na mifumo ili tuweze kusaidia watu hasa kwenye sekta hizi za ujenzi, na hasa barabara ambayo ndio unaweza kusema ni mishipa ambayo inasaidia kukuza uchumi wa nchi kuanzia chini kabisa mpaka taifa. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa mambo ambayo tunayaona yakifanywa kazi kuenzi kile ambacho Dr. Magufuli alikiasisi na alikisimamia. Alisimamia sana swala la uchapakazi, akasimamia nidhamu ya watumishi wa umma, na hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo hata wananchi wenyewe wanayaona na wanatamani yaendelee kuonekana yakitekelezwa.